Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina al-amin Muhammad bin Abdillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu zanguni, maisha yameumbwa katika mfumo wa changamoto. Changamoto hizi amepewa yule mwanadamu aliyetunukiwa neema ya akili, ni kipimo tosha cha ufanisi wa tafakuri yake, ndipo akapewa akili kama suluhisho la changamoto na matatizo yake. Hivyo tunapitia matabaka mengi, tunazaliwa ni hali tunalia, siri yake ni jua Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakuwa tukiishi tukikabiliana na changamoto, toka mimba zetu ni changamoto, wazazi yetu, mama zetu kupitia magumu, kisha maisha huanza safari ya changamoto, na hivi ndivyo hivyo changamoto huenda mpaka mwisho wa maisha yetu na tukaondoka duniani tukaziacha changamoto. Lakini kuna mengi ya busara tunapaswa tujifunze ili tuweze kuishi kwenye hii dunia iliyojaa shida na taabu kwa salama na amani. Vinginevyo maradhi ya presha yatakuwa mengi, sukari vitakuwa vingi, mabalaa, mauaji na umwagaji damu utakuwa mwingi kwa sababu ya kughafilika na baadhi ya mambo. Kwa kupata mwangaza huo, tuitengeneze nafsi zetu na tuzibebe kwa yale mambo ambayo yanafanya nafsi hizi kuwa nzuri. Kwa kufanya hivyo, basi tutaishi salama na siku zote maneno yetu yatakuwa ni mazuri. Wala usionyeshe watu ila mambo mazuri na tabia njema. Wakikutizama waione bashasha kwenye uso wako, hata kama una mizigo ya matatizo na kuvunja mgongo. Haijalishi uko na jamii na kukubali au na jamii ni kukutenga. Na kama itatokea riziki kwako leo ikapunja ikawa ndogo, basi fanya subra, kwa sababu kesho pia ni miongoni mwa ndoto njema na kadari njema ambayo Mwenyezi Mungu ameziandaa kwa ajili yako. Cha kutahadhari, kaa mbali, nijitenge na watu ambao wana tabia ya kubadilika. Upepo ukivuma kuelekea magharibi, nao wanavuma na upepo huo. Watu hawa huwa hawana kheri. Ukijitosha ukawa na mali, watakuwa masahiba na marafiki wakubwa kwako. Na pale Mwenyezi Mungu anapokutahini kwa ufakiri, basi watakaa mbali na kukufitini. Leo tunaweza kuona wingi ulioje wa ndugu tukua hesabu, jomba, kaka, shangazi, lakini yanapotufika mazito tunakutana na watu wachache wanaokabili matatizo yetu. Cha kujifunza ni kutawakkal na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala tusitoe lawama kwa yoyote atakayembaka mbali nasi wakati wa matatizo, kwani wanapokaa mbali Mwenyezi Mungu hutawala jambo letu. Iambie nafsi yako, muda wa kuwa hawako na matatizo yangu, basi Mola wangu ametaka yaishikilie matatizo yangu peke yake bila kuwepo na shirika. Tujitahidi katika haya. Mwenyezi Mungu atusimamie, atuongoze na atupe hekima na busara, na atujalie tuweze kufaulu mitihani, na Allah atupe janna kwa rahma yake. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan.